Ikiwa wewe katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wako wa roho umevurugwa, vivyo hivyo katika ulimwengu wako wa damu na nyama utakuwa umevurugwa. Unaweza ukawa una elimu sana, unaweza ukawa ni mtu shupavu katika maeneo fulani fulani, au wewe ni mjuzi katika eneo fulani, lakini katika ulimwengu wako wa roho ikiwa umechezewa, ni vigumu sana kupenya. Ndio maana Bible inasema si wenye mbio au ndio wanaoshinda, au wenye bidii katika kazi zao au wanaofanikiwa, lakini wakati na bahati huwapata. Bwana ndiye anayewafanikisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaweza ukawa wewe una nguvu katika eneo fulani, lakini kuna nguvu inayomfanikisha mtu nyuma ya kile anachokifanya. Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo basi, ikiwa ni kuna nguvu iliyoko nyuma ya mtu inayomfanikisha, lazima na hiyo nguvu ni ya kiroho. Ndio maana neno la Mungu linasema si wenye mbio hawa ndio wanaofanikiwa, hawa ndio wanaoshinda, wala wenye bidii au wanaoamka asubuhi na mapema, bali Bwana ndiye anayewafanikisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa wewe umeamua kutembea nuruni, lazima ujue ni mbinu zipi za kufanya ili Mungu awe nawe, ili Yesu Kristo awe katika njia zako. Jina la Bwana libarikiwe. Utukufu apewe Yesu Kristo. Sasa basi, wewe hapo ulipo, ulimwengu wako wa roho unakujua wewe ni nani. Na ukitaka kujua, Yesu Kristo alipokuwa akipita, akifika mahali akitoa mapepo, kabla hajatoa, kwa mfano alipotoa mapepo pale Genezareti, kila akifika yale ambayo yanaanza kumtambua, tunakujua ni wana wa Mungu, umekuja kututesa kabla ya wakati wetu, yanamtambua. Maana yake nini? Katika ulimwengu wa roho wanamjua yeye ni master. Vivyo hivyo hata wewe katika ulimwengu wako wa roho kuna namna unajulikana. Kama wewe ni mtu wa madeni, ina maana katika ulimwengu wako wa roho wanajua wewe ni madeni tu, wanajua ni mikosi tu, wanajua ni mabalaa tu. Ufunuo 12:11 inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao. Ushuhuda wao upi? Ina maana utamshinda adui kwa ule ushuhuda ulionao ndani ya Kristo Yesu. Kristo anasema nanyi mmeketishwa pamoja naye. Ina maana kama umeketishwa pamoja na Kristo, ina maana ushindi wako utatoka katika Kristo Yesu. Ina maana huko ndani yako, ukiwa wewe ni ente, wewe hulogi, uendi kwa mganga, kanisani haupo, yani wewe huko tu, ushindi wako ni mdogo. Amen. Sasa lazima tutembee nuruni kweli kweli. Bible inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu, na mimi nakwambia hivi, wewe ni taa katika kila eneo uliko. Kwa hiyo basi lazima taa iwake kila mahali penye giza, wewe ukafanyike nuru. Utafanyikaje nuru basi? Bible inasema katika kile kitabu cha Wafilipi 2, ukisoma kwanza mstari wa 9 na wa 10, anasema hivi: na yeye Yesu Kristo alikirimiwa jina lipitalo majina yote. Kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, kwa jina la Yesu Kristo kila ulimi ukiri. Ikiwa Yesu Kristo yuko ndani yako, haleluya, ikiwa Yesu Kristo yuko ndani yako, kila kitu kitakuwa kipiga magoti mbele yako. Kwa sababu gani? Havikupigi wewe, vinampiga Yesu Kristo aliyoko ndani yako. Ni wewe kusimama katika Yesu Kristo, kumdhihirisha, kuwasha taa ing'ae hapo ulipo ofisini kwako, kuwasha taa ya Kristo iwake hapo kazini kwako, kuwasha taa ya Kristo kwenye shamba lako, kuwasha taa ya Kristo kila usimamapo, kila wapo, ya kwamba Kristo yuko ndani yako. Kwa sababu neno la Mungu linasema tumeketishwa pamoja naye. Ikiwa tumeketishwa pamoja naye, Yesu Kristo, tukitembea tutatembea naye, tukikaa tunakaa naye, tukilala tunalala naye. Tuko pamoja na Kristo kila tukaapo. Yesu Kristo ni juzi na leo na jana na siku zote za maisha yetu. Kwa hiyo lazima Kristo Yesu adhihirike katika maisha yako, ili tumuone Kristo waziwazi akitutendea. Usikae katika hali ya uvivu ya kumtafuta Yesu Kristo. Usikae katika hali ya kuchoka. Hapo ulipo ni matokeo ya kule ulikotokea. Ukifanya bidii leo, waweza kuibadilisha kesho yako, lakini hauwezi kuibadilisha jana yako. Unaweza kubadilisha kesho yako. Ondoka katika hali ya majuto, katika hali ya kukata tamaa. Anza kusonga mbele katika Kristo Yesu. Hiyo Filipi 2 inasema
Yesu Kristo amekirimiwa jina lipitalo majina yote. Sasa huyo Yesu ambaye anaishi ndani yako asizihirike katika maisha yako kivipi sasa? Atakuwa sio Yesu huyo. Lazima tumdhihirishe Yesu Kristo. Tumwambie Yesu Kristo tunapokwenda siku ya leo, kajidhihirishe katika jambo A, B, C, D. Kila kitu kimeambiwa tutapiga magoti mbele zako. Leo nataka nikaone watesi wangu wakipiga magoti mbele zangu. Leo nataka kila chochote kile ambacho unachokihitaji. Paulo anasema hivi, na Mungu wangu akawajaze kila mnachokihitaji. Alikuwa anawaombea watu wake. Na mimi ninakwambia hivi, anza kuomba sala hii. Mungu kanijaze, Yesu Kristo kanijaze kila ninachokihitaji. Kila ambacho unachokihitaji kikakufuate wewe. Kwa sababu gani? Imeandikwa, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri. Chochote kile ambacho cha kutamanika, chochote kile ambacho unakifanyia kazi kwa jasho sana, kikakufuate katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Ukafanyike nuru. Sikiliza, taa inapowaka ndio wadudu wanakufuata. Ndio sasa vitu vikakufuate. So wewe ukaanza kustruggle na mambo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tembea kwa ujasiri. Huwezi badilisha jana yako, lakini waweza kuibadilisha kesho yako. Simama imara katika Kristo Yesu. Utamwona Kristo akikupigania. Utamwona Kristo akikutetea katika jina la Yesu Kristo. Na ndipo utakapotembea na lile neno la ufunuo ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Jina la Bwana libarikiwe. Na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo apewe sifa. Amen.